Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewahakikishia wananchi kuwa uwepo wa magari ya doria na askari katika mitaa mbalimbali ni sehemu ya maandalizi mahususi ya kuweza kuhakikisha zoezi la upigaji kura linatarajiwa kufanyika Oktoba 29, linafanyika kwa amani, utulivu na usalama wa hali ya juu. Akizungumza na waandishi wa habari jana Oktoba 27, kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama alisema wananchi hawapaswi kuwa na hofu au kutafsiri vibaya muonekano wa vyombo vya ulinzi na usalama. Wananchi wema hawapaswi kuogopa muonekano wa vyombo vyetu vya usalama, bali wachukulie kama ni fursa ya kutimiza haki yao ya kikatiba vizuri, amesema SACP Mkama. Tumsikilize kwa undani zaidi akizungumzia kuhusiana na uwepo wa magari mitaani. Je, ni swala gani? Wewe una maoni gani? Mimi naitwa Aisan. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linaendelea na majukumu yake kwa kufuata miongozo ya kisheria, ikiwemo doria mahususi za kuandaa mazingira salama kwa ajili ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu 2025. Wananchi wote ambao wamejiandikisha kupiga kura wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawahakikishia kuwa usalama upo wa kutosha na vyombo vyote vya ulinzi na usalama vimejiandaa vizuri kukabiliana na yeyote ambaye atathubutu kufanya vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani. Wananchi wema hawapaswi kuogopa muonekano wa vyombo vyetu vya usalama, bali wachukue kama fursa ya kutimiza jambo hili la kikatiba. Mambo yanayozuiliwa ni pamoja na uhamasishaji wa maandamano, uhujumu wa miundombinu ya uchaguzi, uhujumu wa miundombinu mbalimbali, ufungaji wa barabara, kujeruhi au ghasia ya aina yoyote au uhalifu wa aina yoyote ambao utasababisha uvunjifu wa amani au ambao utatafasiriwa kuwa ni jaribio la kuvunja au kuvuruga amani. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawaonya wale wote ambao kwa namna moja au nyingine watajaribu kutaka kufanya maandamano au kuzuia wananchi wema wasishiriki zoezi la uchaguzi, zoezi la upigaji wa kura. Watadhibitiwa kwa mujibu wa sheria na watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria.